Mimi nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ndugu zangu, kama nilivyoanza kuwaeleza, lengo hasa la Dominika hii kiulimwengu ni kuombea miito. Miito ipo pamoja na wito wa ndoa, lakini hasa kwa kipindi hiki, kwa wiki hii au kwa Dominika hii, tunaombea miito ya upadre, utawa, na kwa ujumla ni wito wa kutoa huduma katika kanisa. Tunatoa huduma kwa njia ya sakramenti ya daraja, na watawa wanaapa kwa kiapo na kuweka nadhiri zao kwa kiume na kike kulitumikia kanisa na kuwa mfano wa jamii takatifu ambayo inaishi duniani, kuonyesha mfano wa ufalme wa mbinguni kwa sala zao, majitoleo yao na pia kwa maisha yao binafsi. Kwa hiyo tunaungana na kanisa kuendelea kusema kwamba kama jamii nzima yote duniani tunapaswa kusali kwa ajili ya miito hiyo, na tunaposali tuonyeshe ile tunayosali katika matendo yetu, na matendo yetu yanatokana na jinsi tunavyoelekeza watoto wetu wa kiume na wa kike, tukijua kila utaratibu wa kanisa una utaratibu wao, kwamba sisi kama Kanisa Katoliki tunasema wale wahudumu kama mapadri walio na daraja wanakuwa ni watu wanaume, ni watoto wa kiume, na wale watawa wa kiume na wa kike wanaweza kuwa wa kike au wa kiume. Sasa tunapokuwa pale kwenye familia zetu, pamoja na kusali, tuna wajibu ambao tulipewa na kanisa. Tulivyofunga ndoa tuliapishwa kwamba tutalea watoto wetu kufuatana na kanisa linavyotuelekeza, taratibu za Kristo pamoja na kanisa lake. Kumbe ili tuweze kupata wahudumu kwenye kanisa zima, lazima wale wahudumu waanzie kwenye kanisa la nyumbani ambao ni familia, na familia ile ina sababu kila wajibu wa kuelekeza watoto wao, pamoja na kuwaombea wawaelekeze wawe karibu na kanisa, wawe karibu na uzoefu wa kutaka kulitumikia kanisa. Bila hivyo hawataweza kupata hiyo mwito ndani yao. Na hata tunaposikiliza watu wengine walioitwa zamani, wazee wao waliwaelekeza kwamba kama akikuita tena mwambie niko hapa, sema Bwana. Kwa hiyo sisi kama wazazi, katika misingi yetu ya ubatizo wetu na utume wetu unaanzia kwenye familia yetu, kwa kuwa nabii pale nyumbani, tuwaelekeze watoto wetu yale ambayo tunayaona kutokana na jinsi walivyo. Sisi wazazi tunajua huyu mtoto alipo namna hii, akifanya hiki kitu, naona mwelekeo wake na wito wake ni huo. Kwa hiyo unapoona mwelekeo ule, unasaidia kukuza ile mbegu ndani yao. Wengine wanaonyesha kabisa kwa wadogo kabisa kwamba wanajisikia kuwa karibu na kanisa, na hivyo tuwasaidie wakaribie pale. Huo unabii wetu. Tuwaongoze, kama ulivyobatizwa ni kiongozi, waongoze. Haswa baba anasema ndio kiongozi wa familia. Lakini sasa sijaelewa familia za sasa kama wababa ndio viongozi, sijui, lakini inapaswa iwe hivyo. Baba wa familia ndiye kichwa cha familia. Maandiko yanasema hivyo. Na kwa sababu hiyo anapaswa kuwaongoza wale ili watambue wito wao
katika watoto uliozaa kama ni 4 5 wote sio sawa, tofauti. Lakini wewe kama mzazi unaona ile nyota ambayo watu walisema mtoto huyu ni mzuri, kumbe kama uliona unapaswa kuilea iweze kukua na kung'aa. Wewe kama baba au mama, kiongozi wa nyumbani pale, kwa ubatizo wako ni kuhani. Kuhani ni anayetoa sadaka. Hasa na wewe baba uwe sadaka kwa familia, uwe sadaka ya kweli. Ndio maana kanisa linawaalika kwamba wazazi wanaume muwapende wake zenu, mjitoe sadaka, mulinde ile familia. Usipoilinda ile familia, nani atakayeilinda? Sasa kama unamwachia mke wako ukaacha wajibu huo, sasa sijui kama kweli utaweza kulea watoto wale kufuatana na wajibu wako kama baba anayetoa sadaka, mlinzi wa familia ile, mlishi anayetoa mwongozo wa njia ya kwenda. Sasa uwe kuhani. Kwa hiyo tunaelekezwa na kanisa kwamba kuanzia pale nyumbani kwetu tunapaswa kulea watoto wetu na mito yao tofauti. Nilikuwa nawaza katika mafundisho yetu, anasema kwamba ukitaka kitu, kwa mfano mimi nataka kitu fulani, mwanzo wake ni kunuia, ni kutamani kwamba nataka niwe hivi. Mwanzo kabisa, hatua ya kwanza kabisa. Sasa mama ana mtoto, anataka mtoto huyu awe padri. Mimi nadhani tamaa hiyo sio mbaya. Atampeleka kwa padri kwenda kumbariki mara kwa mara na kumuomba padri, tamaa yangu nataka mtoto wangu huyu awe padri kama wewe. Mara kwa mara, kile unachomtamania mtoto Mwenyezi Mungu anakiweka ndani yake. Wewe mzazi unapaswa kweli, kama una tamaa hiyo, umtamanie mtoto wako matamanio mema. Sasa kama unatamtamania aende kuiba, auwe watu ili aende kuiba apate hela, hivyo kitamtokea. Kwa hiyo mimi naamini kama kanisa linavyosema, walezi wa kwanza wa mito ni wazazi. Wazazi ndio wanawalea kwenye familia zetu, na tuhakikishe kwamba katika malezi yetu tunawaweka watoto kama wajibu wetu mbele za Mungu na kuwaruhusu waweze kukaa karibu na kanisa. Na kumbuka wakati tulivyokuwa watoto, wakati walikuwa wa misionari wakiwepo, walikuwa wanatualika mara kwa mara kwenye viwanja vya parokia. Tunakaa nao, wanatufundisha kupiga ngoma, wanatufundisha kusali, kutumikia, na tulikuwa tunakaa nao muda mrefu sana. Hasa tunakaa maeneo ya parokia yale, na pia watumishi hao watoto wetu hao ni sehemu ya kuwalea. Wanajifunza, Mtakatifu Aloisi wanakuja wanatumikia hapa, sisi mapadri tunawalea kwa furaha, tunaangalia ndani yao kuna mbegu fulani katika mtoto huyu. Basi baadaye tunaambia sasa wewe uende seminari, tunamsaidia, alafu ile mbegu inaota. Tuwaweke karibu watoto wetu na kanisa. Shida moja ya sasa hivi, wewe unakuja na mtoto wako, anaenda kanisani, anamaliza kusali, muingize kwenye gari, unarudi naye. Wala utaki aonane na padri, wala utaki asikie chochote ambacho kinatokana na mazingira ya kanisa. Watu wananiambia, padri, naomba tutengeneze mazingira yetu haya, tuweke mawe hapa, tuweke maua hapa, tuweke nini hapa. Nimejaribu kwa miaka 7 niliokaa hapa kutengeneza, kuweka miti sehemu hii hapa. Kila nikiweka miti, wale watoto wanakuja wanacheza,
wanaivunja. Na mimi siwaulizi, kwa sababu najua wanapokaa karibu na kanisa ndivyo wanapopata wito karibu. Kwa mazingira yetu haya, huwezi kusema nalinda yale mazingira niache kulinda wito wa watoto ambao wanacheza karibu na kanisa. Hapana. Kwa hiyo tuna tofauti. Hata mkiona kwamba mbona miti hii yote nani, kule nyumbani kwako unaweza kuotesha mti ukakaa pale ukaota ukafuatilia, lakini parokiani mimi kama padri najua watoto wangu wanapocheza hapa wanapata harufu ya kutaka kutumikia kanisa. Wanapozunguka kanisa hili, sina sababu ya kuwafukuza, na sababu ya kuwapa moyo waendelee kukaa karibu na kanisa. Lengo lake nini? Lengo lake ni kwa ajili ya kuhudumia, kwa ajili ya kutoa huduma kwa kanisa, kama tulivyosikia Petro anavyosema katika masomo ya leo. Katika Matendo ya Mitume, Petro anatualika sisi wale ile jamii ya kwanza itubu ili iweze kubatizwa na kwa njia ya jina la Yesu Kristo waweze kupata wokovu. Naomba tuweke kitu kwenye kichwa chetu kwamba Petro ni baba mtakatifu wa kwanza. Yesu alimwambia wewe ni mwamba na juu ya mwamba nitajenga kanisa langu. Na wakati alipokuwa anasimama kwenye umati baada ya Kristo kufufuka, akawa anatetea ile imani, basi yeye ndiye aliyekuwa anasimama. Wale mitume wengine hawakuwa wanaongea, ila walikuwa pamoja naye. Na katika matendo yale ya mitume tunaposikia tangu tulivyo ufufuko, tunasikia Petro akiwa na ujasiri wa ajabu wa kuweza kuambia wale Wayahudi na wazee wale, ninyi mlimuua. Na anarudia mara kwa mara, ninyi mlimuua huyu aliyetenda mambo mengi, lakini Bwana wetu Yesu Mungu wetu alimfufua, na hakuna ukombozi mwingine unaotokea ila kwa kupitia yeye. Amesema kwa ujasiri mkubwa sana, na ule ujasiri ndio ulimfanya akasulubiwa kichwa chini miguu juu. Sasa sisi sio tafsiri, sisi ni uchunguzi wa watu. Wanasema kwamba katika jamii yetu kuna watu, lugha yetu nasema huyu mtu ni jasiri na huyu mtu ni shujaa. Hivi ni vitu viwili tofauti. Huyu mtu jasiri, kama wewe una ujasiri wa kweli, kile unachokisema unakitetea na uko tayari kufa kwa ajili ya kile, ndio ujasiri huo. Lakini shujaa, yeye akipambana vita, akiona anashindwa anaenda kujificha, anaenda kujipanga, anarudi tena mpaka aje ashinde vile vita. Sasa Petro na wale mitume wa kwanza waliokuwa wanahubiri neno la Mungu jinsi walivyotumwa, kama Yesu alisema, nimewatuma kama nilivyotuma, nawatuma ninyi muende ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa aliwatuma na akawaambia mwabatize. Sasa hao katika kujenga ile jamii ya kwanza, basi walikuwa na ujasiri wa kweli wa kutokuogopa kifo, na wakatetea ile imani kwa matendo yao, na wakiwa wanasindikizwa na miujiza ambayo ilifuatana na ile neno na yale matendo yao. Kwa hiyo katika ile somo la kwanza, matendo ya mitume mojawapo ni ili alikuwa anahubiri kwamba watu watubu, wabatizwe ili waweze kupata wokovu. Tunaona umuhimu wa ubatizo. Leo tunang'ang'ana, tunaambia vijana wetu, watoto wetu, jamani, watoto tuliozaa iwe namna gani, tunaomba wabatizwe. Waleteni wabatizwe watoto. Kwenye ndoa tunaapishwa kwamba sisi tutawabatiza, tutawalea watoto wetu kufuatana na Kristo alivyotufundishwa na kanisa lake. Kwa hiyo mtu aliyoko kwenye sakramenti ya ndoa ana kiapo hicho, hana namna yote kwamba
mtoto yule akibatizwa lazima, akizaliwa lazima abatizwe. Achua mtoto, asiseme kwamba anakuacha ili ukue alafu uamue mwenyewe, hapana. Sasa kutokana na mabadiliko ya hali ya jamii inavyobadilika, watu wengine unakuta wamepata watoto nje ya utaratibu wa ndoa. Wale watoto ni binadamu, na sisi tunataka kufuatana utaratibu na kanisa na mafundisho ya kanisa. Mtu huyu alizaliwa na dhambi ya asili. Sasa tunahitaji kumbatiza, wapokee Roho Mtakatifu jinsi tulivyo, wapate kipawa cha Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu atawapa nguvu ya kutenda yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka watende wao kama watoto wa Mungu. Kumbe tunawaalika, jamani, tunaomba katika maisha yetu ya kubatizwa, ya maisha yetu ya imani, kama tuna watoto wetu tuliopata, tunawaombeni tuchukue hatua hii ya kwanza ambayo ni zawadi ya pekee, kubatiza watoto wale. Sasa utaniambia pale, mbona tunakuja alafu unatuambia hapana, huyu siwezi kubatiza? Wazazi ndio wanaopaswa kubatiza, kuchukua wajibu. Kwa sisi tunasema, je, nyinyi wazazi na wasimamizi mnajua wajibu wenu wa kuwafundisha watoto amri za Mungu na kumpenda Mungu na jirani kama kanisa linavyofundisha? Wale wazazi wanasema ndio. Sasa wengi wetu, badala ya wazazi kuleta watoto, mnatuma bibi zao na babu zao. Sasa wewe bibi hapa, machozi yanatoka machoni, uchikaa dakika moja unalala. Watoto wako wale ulishindwa kuwalea, utakuja kulea mjukuu. Mimi nitakuuliza, je, bibi una wajibu wako wa kulea mjukuu? Nitakuuliza hilo swali nalo. Baba, naomba mpatise tu mtoto kwa sababu hana kosa. Sawa, sikatai. Ubatizo ni wajibu. Wazazi wanawajibika kusema tutamlea huyu mtoto, kwa sababu ubatizo ni wa watu wazima. Lakini tunaamini kwamba kwa sababu amezaliwa kwenye damu au imani ya Kikatoliki, hawa watu watamlea kwa namna hiyo. Kwa tunaanza kujenga ile mbegu ya kiungu ndani yake. Sasa wale wazazi waje waonyeshe kwamba tuna uwezo, tuna nia ya kumbatiza mtoto huyu na kumlea, pamoja na kwamba tulikosea. Basi Petro alisema tubuni. Wametubu, na binadamu akitubu anasamehewa. Sasa ili kosa hili walilofanya wameshalifanyia toba. Kwa hiyo sasa tuko tayari Baba kubatiza huyu mtoto, tutamlea kufuatana na utaratibu wa kanisa ili mbegu hii iweze kukua ndani mwake. Sasa kama hilo alipo, kanisa linasema wewe unayebatiza hauna wajibu wa kumbatiza. Kwa hiyo ndugu zangu, katika somo la kwanza hili tuone wajibu wetu na wito wetu tunauanzia pale mahali ambapo mtu anabatizwa, anakuwa kiungo hai cha kanisa na anakuwa na uwezo wa kuitwa Kristo mwingine. Kwa kuwa yeye ni kiungo, anakuwa sadaka, anakuwa nabii na anakuwa kiongozi, anakuwa anaongoza wengine. Na waombeni basi wale ambao wako tayari na watoto wao wamezaliwa nje ya ndoa. Bado tuko kwenye kipindi cha Pasaka. Kama tunaweza kuja tukakaa tukaona kwamba kweli tumefanya toba na watoto hawa tunataka kuwaokoa, tuwatoe dhambi ya asili, nasi wenyewe tuliokosea tutarudi katika mstari uliosimama, tuendelee kumtumikia Bwana jinsi alivyotaka, nasi tutajiokoa na maovu yote.